zangu, kwanza mtuwie radhi, tumekuwa na string ya vikao vingi leo kwa ajili ya mambo ambayo yako mbele yetu. Tuna mambo makubwa na mazito kwa ajili ya nchi yetu. Nimeambiwa hapa ni sehemu ambapo wanapaki madereva wanaosafirisha magari na maroli, kwa sababu Mungu ametujalia tuwe na bandari ambayo ilipaswa kuleta uchumi kwetu. Lakini kama mnavyojua, mkiacha matatizo yenu kama madereva kwa sababu ya maslahi mabaya ambayo mnalipwa, kwa sababu ambazo hakuna mikataba ya uhakika inayowalinda nyie, kwa sababu ambazo hamna hata insurance mnapokuwa na shida, lakini vile vile tuna matatizo kwamba Mungu ametubariki, lakini kwa sababu ya uongozi huu wa hovyo unaosababisha mambo yote haya, ikiwemo hayo ya kwenu ya kutokuwa na mikataba mizuri, bado hata bandari yetu hatujaitumia vizuri kwa ajili ya manufaa yetu. Matokeo yake ndio haya tunayoambiwa kwamba bandari yetu imechukuliwa, imekabidhiwa kwa Waarabu wa Dubai mpaka kiyama, mpaka mwisho wa dunia. Sasa kwa wale mnaojua vizuri, Dubai ni jangwa, ni kanchi kadogo sana, ni kajangwa. Na Dubai mwaka 61 ilikuwa na watu 70,000. Leo wako 3,000,000. Dar es Salaam peke yenu mko 6,000,000. Sasa sisi watu 65,000,000 hatuwezi kuendesha bandari, kwamba tumewapa watu 3,000,000 ndio wamiliki uchumi wetu, waendeshe bandari na wachukue faida inayotoka huko. Nyie mnaopeleka magari Zambia mnajua kwamba mtu akichukua mzigo hapa akipeleka Zambia, tayari fedha imeingia kwenye serikali. Ukichukua mzigo ukitoa Zambia ukaupitisha hapa, tayari fedha imeingia kwenye serikali. Kazi yetu sisi kama nchi ni kukaa pale tukusanye hizo fedha, kwamba leo hatuwezi kukusanya, tumewapa Waarabu wa Dubai ndio wakusanye kwa niaba yetu. Wako 3,000,000, sisi tuko 65,000,000. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba uchumi ambao ungetumika kujenga viwanda ambao vingeweza kuajiri vijana wetu, hatuwezi. Uchumi ambao ungetumika kujenga base kubwa ya collection ya nchi ili tuweze kuwa na uchumi wa kuajiri walimu, madaktari na watu wengine tupate maisha, tunauchukua tunausafirisha nje. Kwa hiyo tuna uongozi ambao